Yes, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa update za Jado Trending. Ni wakati mwingine ambao sisi kama Jado Trending tunakuletea zile habari ambazo zimetrend kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kati ya habari ambayo tumeipata hivi punde ni kwamba Doto Magari amekiri kwamba yeye ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Yes, we all know that Doto Magari amekuwa akihusishwa ama kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Doto Magari ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Taarifa hii ilianza kusambazwa na mwanadada anayeitwa Cher baada ya kuwa ametofautiana na Doto Magari, akasambaza taarifa kwamba Doto Magari ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, na akasema kwamba huwa wanakutana huko kwenye kliniki na kwenda kupokea dawa na nini. Kwa hiyo baada ya taarifa hiyo iliyosambaa ikawa imezua mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ikawa ni taarifa kubwa ambayo imesambaa na ina trend kwa sasa. Sasa baada ya taarifa zote hizo, watu wamezua mijadala mikubwa sana, kila mtu akizungumza la kwake. Lakini Doto Magari finally ameamua kutoka hadharani na kukiri kwamba yeye ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, kwa maana amezongwa kwa muda mrefu. Ameamua kutoka hadharani na kukiri kwamba yeye ana virusi vya ukimwi. Sasa baada ya yeye kutoka hadharani na kusema hivyo, pia bado mijadala imekuwa ni mikubwa sana, kwa maana Doto Magari ni mtu maarufu sana, lakini pia ni mtu ambaye anafanya kazi na makampuni makubwa. Lakini pia ukiachana hivyo, ni mtu ambaye ana familia na ni mtu ambaye ana wake zaidi ya mmoja, ana wanawake 4. Sasa watu wameenda mbali na kufikiria kwamba kama anaumwa au ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, vipi kuhusu familia zake hizo, wanawake wake wote 4, lakini pia vipi kuhusu watoto wake, wako salama au wanaumwa pia? Lakini Doto Magari amekuwa pia akizongwa na moja ya marafiki zake ama watu wake wa karibu ambao anafanya nao kazi, mtu kama Issa Tambuu, lakini pia mtu kama Mwijaku. Ni watu ambao tulikuwa tunawafahamu awali, walikuwa ni marafiki zake, lakini baada ya taarifa hizo kusambaa kwamba ni mwathirika, ni watu ambao wameonekana kumgeuka ama kuwa tofauti na yeye, wakatoka upande wake wakawa upande wa huyu mwanadada Cher na kusema kwamba kweli Doto Magari ni mwathirika, wanamjua. Na Issa Tambuu akaenda mbali na kusema kwamba kweli Doto Magari anaumwa na huwa anatumia dozi. Kwa hiyo baada ya hizo taarifa zote, Doto Magari akawa amezipokea kama zilivyokuja, kwa sababu Doto Magari ni mtu ambaye ni mwongeaji sana. Kwa hiyo naye akazipokea kama zilivyokuja, lakini mwisho ameamua kukiri kwamba yes, mimi ni mwathirika na nina virusi vya ukimwi na hapa nilipo ninatumia dawa. Ameamua kufanya hivyo ili watu waridhike, kwa maana maneno yamekuwa ni mengi sana, na ukimwangalia muonekano wake, kiukweli Doto Magari unaweza ukasema ni mwathirika, kwa sababu ni mtu ambaye kaweka nywele zake aina fulani hivi kama mwathirika, lakini mwili wake watu wengi wanasema kwamba kama ni mtu ambaye ana pesa, anakula vizuri, yeye ana maisha mazuri, mbona kama hanenepi? Kwa hiyo watu wengi wakajaji moja kwa moja kwamba yes, atakuwa ni mwathirika, ana virusi ama ana maambukizi yale ya virusi vya ukimwi. Basi baada ya taarifa hizo zote, yeye kaamua kutoka hadharani na kusema kwamba yes, nina maambukizi ya virusi vya ukimwi na ninatumia dawa. Sasa mjadala mkubwa uliopo ni kwamba vipi kuhusu familia zake, wake zake, lakini pia watoto. Kama yeye ni mwathirika, vipi watoto ni wazima au wake zake ni wazima au vipi? Ni mjadala ambao upo sasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukweli ni kwamba kama yeye anaumwa, pengine huenda na hao wanawake zake ama wake zake wote wameathirika, kwa sababu kama ameweza kuishi nao wana virusi vya ukimwi, asidhani kama watakuwa salama wanawake wote 4. Basi kama watakuwa salama, wanaweza kawa salama 2 au 1, lakini wengine wakawa na maambukizi hayo ya virusi vya ukimwi. Yes, kwa hiyo ndo taarifa ambayo imetufikia. Nikukumbusha tu kwamba kabla hujaondoka, make sure umesubscribe, lakini pia umeturn on all notification ili uwe mwanafamilia wa kwanza kabisa kupata update zetu zote ambazo sisi tunakuandalia hapa. Sasa wewe hapo unaweza kutuambia kwenye comment section kwamba unauonaje huu mjadala unaoendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia unamzungumziaje Doto Magari ambaye amekuwa akihusishwa na taarifa hizo. Pengine ni taarifa za kweli ama pengine ni uzushi, lakini yeye kaamua kusema kwamba
ana virusi hivyo vya ukimwi. Pengine ameamua kukiri tu kwa sababu ya maneno ya waja ili awaridhishe, ama ni kweli ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tuwekee komenti yako hapo, nini maoni yako kuhusiana na hii taarifa ya Doto Magari. Lakini ukweli ni kwamba Doto Magari, hii taarifa imemchafua sana, kwa sababu ni mtu ambaye anafanya kazi na makampuni makubwa. Sasa sidhani kama makampuni yatamwamini tena na kumpa kazi kwa sababu amechafuliwa. Hii ni taarifa ambayo kiukweli ni ya kumchafua mtu. Sasa we don't know what gonna happen juu ya hili swala ambalo linaendelea sasa kwa Doto Magari. Cha kufanya wewe, endelea kufuatilia Jado Trending, endelea kufuatilia channel yetu. Sisi kazi yetu ni kukuletea muendelezo wa hii taarifa ambayo tumekuletea hivi sasa, lakini tutakuwa na wewe bega kwa bega kuhakikisha kwamba unafahamu nini kitaendelea kwa Doto Magari baada ya kukiri kwamba ana virusi vya ukimwi. Tutakuletea taarifa ambayo inaelezea kuhusu familia yake, yani kwa maana wake zake na watoto zake wako salama au nao wanaumwa ama wana maambukizi hayo ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo endelea kuitazama Jado Trending, usiondoke. Bye bye. Oh,